aya inayozungumzia heshima ya wanaume na kwamba wao ndio wasimamizi wa kina mama. Aya hii ni miongoni mwa aya zinazojenga jamii upande wa kujitambua kila mmoja majukumu yake na kubainisha ukubwa wa majukumu ya mwanaume. Na hili Allah subhanahu wa ta'ala alilijua, na kwa kuwa yeye ndo katuumba, walaqad khalaqna al-insana, kwa hakika tumemuumba mwanadamu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, na tunajua kinachompa wasiwasi. Ndugu zangu, Allah anajua paka wasiwasi wetu, kwamba huyu ana wasiwasi wa nini. Labda anaogopa hatari iliyoko mbele yake, jambazi, nyoka, au ana wasiwasi kwamba huyu mke nimemuoa atakuja kunigeuka huyu. Allah anajua. Wa nahnu aqrabu ilayhi, na sisi tukaribu mno na huyu mwanadamu, min hablil warid, kuliko mshipa wake wa pumzi. Mshipa wako wa pumzi wewe uko mbali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yukaribu na wewe kuliko unavyofikiria. Kwa hiyo Allah alitambua kwamba tutakuja tuitoe dhamana aliyotupa, tuwakabidhi wanawake. Kama haya mnayoyaona yanayoendelea yanayoiteketeza dunia, kwamba watu wanataka wawe sawa katika kila jambo, kila nyanja, 50 kwa 50, jambo ambalo muumba wetu ametuonyesha katika maeneo mbalimbali. Aya ya deni, suratul Baqara, aya ya mwisho, ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin faktubuhu, idha tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubuhu, waliyaktub bainakum katibun biladli wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah, falyaktub waliyumli lilladhi alayhi alhaq falyattaqillaha rabba wala yabkhas minhu shay'a. Lakini imekwenda aya ikasema wastashhidu shahidaini min rijalikum. Angalia, wawekwe mashahidi katika kuandikiana kunako wanaume wenu. Wastashhidu shahidaini min rijalikum, muwaweke mashahidi katika hayo mnaoandikiana kunako wanaume zenu, yani waume, jinsia ya kiume. Fa illam yakuna rajulaini, kama hawatopatikana wanaume wawili, farajulun wa mraatani, mwanamume awe mmoja alafu wawekwe wanawake wawili. Angalia eneo hili, yani leo atapatikane hapa mwanamama mwenye hadhi yake, labda mbunge, tuwataka tuandikiane hapa, basi yeye anakaa pembeni. Hata yule mtu ambaye labda hata shule hana, lakini mwanaume ndiye atakekaa pale na mwanaume mwenziwe walishuhudilie jambo la mkataba wowote ule. Na ikaja ikatokea kwamba hakuna wanaume ila kapatikana mmoja, basi wao kwa mmoja hatoshelezi. Hata angelikuwa na dhamana tumempa, ana mamlaka aliyopewa, lazima wawe wawili. Ndio utakapojua kwamba mwanaume ana hadhi gani mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa majukumu aliyokabidhiwa kwenye hii jamii. Hivyo Allah anasema Ar-rijalu qawwamuna ala nisa, ndio aya tulikuwa tukiishi kabla ya kusimamisha darasa kwa siku 2 kwa maradhi. Wanaume ndio wasimamizi wa wanawake. Hii ni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, qawwamuna ala nisa,
ndiyo wasimamizi juu ya wanawake wake zao na wanawake wengine. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'dhi, kwa kule Mwenyezi Mungu kufadhilisha baadhi yao wanadamu kuliko baadhi nyingine. Sisi tumefadhilishwa tofauti. Wa bima anfaqu min amwalihim, na jambo la pili, na kile wanachokitoa kunako mali zao. Hautakuja kuona mwanamke anakuja kuposa, anayeposa ni mwanaume, na ikatokea mwanamke kuposa, basi aendi yeye, anachukua ile pesa anampa huyo anemtarajia amuoe. Labda kamuona ni lofa, hana kitu, masikini, anampa pesa, bwana kaniposee kwa baba yako, mimi nakutaka, na wewe hali yako duni. Kama mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama alivyomposa Bi Khadija. Bi Khadija ndiye mtu wa mahari, alitoa mahari akampa mtume ili mtume na wale familia yake mtume wapeleke kwa baba yake mzee Khuwailidi. Hili linaonyesha kwamba mwanamke hata awe vipi, na huyu mama alikuwa tajiri, tena wanasema watu wa sera, kanat dhata sharafin wa mali, alikuwa ni mwenye utukufu mkubwa wa mali, na alikuwa ana mali nyingi. Tastaajiru rijala fi maliha, alikuwa akiwaajiri wanaume kwenye mali yake. Hata mtume alikuwa mkodiwa, aliajiriwa na Nabii Muhammad kwenye biashara za Bi Khadija, na ilipelekea jambo la yeye kutaka kuolewa na mtume ni kwamba alimuona ni kijana shupavu, hodari, mwaminifu. Haya yalikuja yakaletwa ushahidi kabisa na yule mtumishi wa Bi Khadija anaitwa Maisara, aliyesafiri na mtume, akaona mambo mengi, akaona uaminifu wa mtume, akaona baraka ya mtume, akaja kamsimulia Bi Khadija tajiri yao kwamba umenipa chombo, umenipa mtu, umenipa kidume, Masha Allah, tumepata faida ambayo sijapata kuipata kwa miaka yote na safiri. Huyo ndiye mwanaume, pamoja na utajiri wake akasema nimetaka niolewe naye, sijui kama atanikubali, mimi ni mkubwa yeye mdogo. Yeye ndiye akafanya juhudi, akapeleka posa, akampa mtume, ndipo mtume akaipeleka kwa mzee wake kuolewa yeye na kipenzi wa dunia na ulimwengu, Mtume Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kwa yale ambayo wameyatoa, fasalihatu, wanawake waliokuwa wazuri, qanitatun, ni wale wacha Mungu, hafidhatun, waliohifadhi miili yao, bima hafidha Allah, kwa kile ambacho Mungu kawahifadhi. Sasa tulifikia katika eneo wallati takhafuna nushuzahunna. Hapa ndipo tulipokuwa tumefikia, na wale ambao mnahofia nyie kwamba hao watakuwa waaswi, takhafuna isyanihinna, mnahofu wasi wao. Yani mke umemwoa unahofia kwamba ni asiya, ataleta maasiya. Allah akatoa maelekezo, na hayo maeneo ndio ambayo nayarudia. Jambo la kwanza akasema fa'idhuhunna, wapewe nasaha, wapewe mauidha, itumike kitabu cha Mwenyezi Mungu, idhkuruhunna ma aujaba Allahu alayhinna min husni as-suhbah, wakumbusheni yale Mungu aliyowajibisha juu yao katika uzuri wa kuishi, wa jamili al-ishra lizauji, na maisha yaliyokuwa mazuri ya ndoa, wal i'tirafi bidaraja, na kutambua daraja ya mwanaume, allati lahu alaiha, daraja ambayo mwanaume anayo juu yake. Mpaka akasema Mtume sallallahu alaihi wasallama, lau amartu ahadan, laiti ingelifaa niamrishe yoyote, an yasjuda li ahadin, kumsujudia kiumbe mwingine, la amartu almar'a, ningemwamrisha mwanamke
an tasjuda li zawjiha, amsujudie mumewe. Sijida ni kitu kikubwa sana. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipojadiliana na malaika juu ya kuumbwa mwanadamu, ikafika mahala malaika wakakiri kwamba yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayajua yale ambayo wao hawayajui. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, walisema malaika utakasifu ni wako, hatuna ilmu sisi illa ma 'allamtana, ila ile ambayo umetujuza. Malaika waligoma mwanadamu aumbwe. Sasa walipoelezwa na Mwenyezi Mungu baadhi ya mambo ya kiilmu waliopaswa wao wayaseme, yaliwashinda. Allah kamuita Adam baada ya kumuumba, akamwambia Adam, waambie yote haya ambayo nimeyaumba. Baada ya wao kushindwa kuyasema, Allah aliwaambia ambiuni bi asma'i haula in kuntum sadiqin, nipeni habari ya haya nilioonyesha hapa mbele kama nyie ni wa kweli. Ndipo wakaona kwamba wao hawajui kitu, na wakamtukuza Mwenyezi Mungu, wakamwambia la ilma lana, sisi hatuna elimu ya chochote, illa ma 'allamtana, illa ile ambayo umetujuza, innaka antal alimul hakim. Mambo haya yamekwenda mpaka Allah akasema wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Lakini kabla ya aya hii alisema wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama. Kumbuka tuliposema kuambia malaika msujudieni Adam. Sijida ni nafasi ya mwisho kabisa. Hawa malaika hawakuwa na kitu ambacho wanaweza kumlipa Mwenyezi Mungu kama kusujudia Adam. Allah kaona kwamba wafanye hilo ndio watakuwa wamelipa ule ubishi waliofanya mbele yake. Ni jambo zito sana, na wanazuoni wanasema sijida hii ya malaika kwa Adam ilikuwa ni ya inhina, ya kuinama, haikuwa ile ya kwenda chini. Sasa jambo hili kama lingeliwezekana la kusujudia kiumbe, basi mwanamke angemsujudia mumewe. Unaonaje kwamba huyu mwanamke ifikie mahala kwamba ainame asujudu kwa ajili ya mume? Mume ana nafasi gani? Kwa nini asingelisema Mtume laiti ingelifaa kiumbe amsujudie kiumbe mwingine, ingelifaa mwanamke amsujudie baba yake, lakini baba hayuko hapa, wala mama hayuko hapa, wala nani hayuko hapa. Hapa yuko mume. Angalia nafasi ya mume kwa mwanamke, kwamba ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Hivyo ndugu zangu, na hasa kina mama, waelewe nafasi za waume zao. Wana hadhi kubwa. Yale masala ya kuropoka, wewe nani, wewe una nini, hivi na hivi, ikafika mahala mpaka akataka kurusha mkono kwa mumewe au akampiga kabisa. Manake wako kina mama wanafanya hazo, wanafanza. Fika mahala akamkwida mumewe, akamtusi mumewe, na akafika mahala akamdhalilisha hata mbele za watu mumewe. Huyu aliyestahiki kusujudiwa anafanyiwa haya. Pamoja na kwamba huyu mwanamke akupewa mamlaka, huyu mwanaume akupewa mamlaka zote hizo, kwamba na yeye ajifanyia anachofanya, lazima naye awe na heshima upande wa mumewe, kwa sababu upande wa mkewe, kwa sababu Allah anasema katika suratul Baqara walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'rufi walirrijali alayhinna daraja. Hao kina mama wana haki zao kufanyiwa kwa wema kabisa, na mwanaume ana daraja ya juu zaidi. Kwa hiyo haki ya kutendewa mwanamke ipo, na haki hizi zimezungumzwa ndani ya Qur'ani na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Suala la pili, wahjuruhunna fil madaji, wahameni vitandani.
tulilieleza kwa kirefu ili swala, nadhani kila mmoja wetu alilipata vizuri, namna gani unamuhama mkeo kitandani. La pili hilo. La tatu tulisema wadhribuhunna, wapigeni. Tukasema ameamrisha Mwenyezi Mungu apigwe kina mama, lakini kupiga huku tukakueleza kwamba ni dharban ghaira mubarrah, ni pigo ambalo halimuumizi mkeo, halimvunji kiungo, halimuharibu sura, wala halimpi maumivu yatakayofanya ajutie kule kuolewa. Huwa darbul adabi, ni pigo la adabu, ghairu mubarrah, lisioweza kuchana nyama yake. Wa huwa alladhi la yaksiru adhma, ni pigo ambalo halivunji mfupa, wala yashinu jariha, wala halikiharibu kiungo. Hili ndio pigo ambalo linazungumzwa. Ndugu zangu Waislamu, katika eneo hili la kupiga, kuna wanaume wamewafanya wake zao ni ngoma, wamewafanya wake zao ni maeneo ya kujifunzia jogging, karate na judo. Kuna watu hupiga paka vichwa wake zao, wakapigwa vifuti, magoti yale, na mtu akachukua bila huruma gongo akamtandika mkewe, kutandika kweli kweli, mpaka akatoa damu au akamjeruhi kiungo. Hili jambo halipo ndani ya Uislamu. Mwanamke maumbile yake ni dhaifu, mwanamke maumbile yake ni kubembelezwa, mwanamke maumbile yake ni kunasihiwa. Mtume anasema istausu bin nisa'i khaira, usianeni kwa kina mama hawa kuwafanyia kheri. Haya ndiyo maelekezo tuliopewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama tabia hizi ambazo zinaendelea tunazo, hizi ni mbaya, na mwanamme nikimkuta na kumkuta, ima dola ikachukua nafasi yake au sheria ya qadha ya kidini akapatilizwa huyu mwanamke, huyu mwanaume kupewa adhaba yote ya taazir au kutenganishwa na huyu mwanamke, ni jambo lifaalo, kwa sababu anachokifanya hakipo kisheria. Naam. Eneo hili tutalizungumza kwa uchache ili tuingie, manake siku zilikuwa nyingi, sikumbuka kama tulizungumzia maeneo ya kipigo, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema idhribu nisaa, wapigeni kina mama, idha asaitukum, wanapokuasini, idha asainakum, wanapokuasini, fi ma'ruf, katika yale yalikuwa mazuri, mambo ya kheri. Unamwamrisha kusali, mwanamke anakuambia naona umekuwa shekhe sasa, ambiwa akawa shekhe huyu, anakudharau kivaa kanzu. Sasa umemuona imefika mahala sasa wala tumuelewi, make yeye na mimi mvaa dera tuko sawa sawa, anadharau. Nafika mahala anaidharau hata ile ibada unaoifanya. Qiyamul layli ya nini? Yamekushinda haya, unajitia kuingia kwenye qiyamul layli. Anakupa maneno yanayofanza dharau na ile ibada kuonekana haina kima mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hili ndiyo ambalo linatakiwa mwanamke apigwe fi maarufi, lakini sio jambo kachelewesha chakula, kaunguza chakula, bahati mbaya hakufanya wajibu wake kwako, kama vile kufua, ambao sio wajibu wake. Ukisoma vitabu vya tarehe na vitabu vya fiqhi, sio wajibu wake. Kana sallallahu alayhi wasallam fi khidmati ahlihi
bisiratin sariya, alikuwa mtume daiman katika kuwatumikia wake zake. Mtume alikuwa akiwapenda wake zake mpaka akiwatumikia wake zake. Mtume alilifanya hili mwenyewe, tena kwa nyenendo iliyokuwa nzuri. Mwanamke ni kifaa kama vifaa vingine, kinachoenziwa na kutunzwa na kuengwaengwa, na utakiona kizuri, kinadumu na kinashamiri. Lakini iwapo atafanywa kama vile ni dume lingine liko ndani, mko madume mawili mnaopeana zamu katika majukumu yale mazito, lazima mwanamke huyu utamchakaza. Atafika mahala hatoleta mvuto kwako, na atapoteza ile hali ya kiuke. Matokeo yake utaanza kumuona kapito na wakati, havutii, na kichwa kusimama na wahaka kukupanda kutafuta wengine waliotengenezwa na wenzi wako. Hivyo jambo kama hili lazima watu walielewe kwamba mwanamke ni sehemu ya adwat manzilia. Kama unavyoka TV, basi na mwanamke naye ni TV, bali hii ni televisheni nzuri zaidi, kwa sababu leo televisheni haina maana nyumba ambayo hakuna mwanamke aliyejituliza, mwanamke aliyejipamba kwa ajili ya mumewe. Wewe ukitoka huku katika mashughuli, ukifika nyumbani ukamkuta mkeo amejiandaa vizuri, yuko vizuri, anaelewa nini mume, akakupokea, akakuvua koti, akaliweka, akalitundika, akapokea na mkoba uliokuja nao, pole mume wangu, karibu, kaa hapa, wallahi wahisi kama vile ndiyo kwanza umeoa. Lakini ukuta jana jike limekubuhu, halina adabu, wafika anakuangalia kama kaja mtu wa kawaida, na chati na simu yake, salamu alaikum, wa alaikum salam. Hana haja na wewe, kakaa alipo wala hasimami, hajui umevaa koti au umebeba nini. Kama sana akakuheshimu, we mtoto wangu fulani, ampokee babio huyo, ndio wajachukuliwa ile kapu na mtoto, tena ataitwa huyo mpaka aje. Hata kama atachukua dakika 2 umesimama na kapu lako umelishikilia, yeye hatoki pale alipokaa, ana chati. Sasa baba fulani, mama fulani, unioni mumeo? Na umeanza gubu, kwani haji huyo? Sasa haya ndiyo watu wanaoishi nayo. Inafika mahala mtu anatengeneza vijumba vingine vya pembeni kwa sababu huku anakirimiwa. Jambo hilo ni baya, halikurubii, lakini anaweza mwanamke akawa ni mshawishi wa kumtoa mumewe katika nyumba yake. Naam, anasema Mtume, dharban ghaira mubarrah, pigo ambalo si lenye kuchana mwili wa huyo mwanamke. Naam, qala Atta, mmoja miongoni mwa matabi'i anaitwa Atta, anasema nilisema libn Abbas, kumwambia mwana wa Abbas, madharbu ghairu almubarrah, ni lipi pigo ilo ambalo halichani mfupa, alivunji mfupa wala halichani nyama? Qala, akasema Ibn Abbas, bisiwaki wa nahawu, ni kutumia msuwaki tu kumpigia mkeo na mfano wa msuwaki. Angalia, ukiona kama vile ni pigo ambalo halina msingi sana, lakini ni pigo lenye kuwashawasha, kuumiza kamsuwaki. Na Waswahili ilifika mahala walisema mwanamke hupigwa na ubale wa kanga au wa kitenge. Yani si pigo la kuonyesha uhodari wa kupigana, ni pigo la kumwelekeza, ni kafimbo kadogodogo ili kumwekea heshima na kutokuchezea mwili wake kupata madhara. Lakini sasa wake zetu wa leo, mtihani uko hapo. Wewe umeamua umpige na hilo ubale wa kanga na akoka mswaki, basi waweza ukawa umeluleta shekhe, akachukua mswaki kako akatupilia mbali kule, alafu akakunasa kofi. Sasa hapo ndo naanza shughuli. Sasa ukimsikia mwanaume sasa hapo anaonyesha wanaume wake, hata kama ni shekhe, ni sehemu kama hiyo, hapo lazima ujipange.
na lazima uonyeshe mimi ni mwanaume, ndio mtihani unaanzia hapo. Lakini kama utaliepuka hilo zogo, pia ni bora zaidi. Kisha muona anakuja ataka ngumi, atakupigana, mwache. Tafuta mahala, wewe ndio utamuumiza tu, wewe ni mwanaume. Hakuwezi. Pamoja na kwamba sasa hivi wanajifunza na wao mpira, siku hizi na wao wanawake na mabundia, siku hizi na wao wacheza karti. Sasa bahati mbaya bwana, umempata huyo wa ngumi mandonga huyo, awe wa karti sasa, na wewe ndo yake alkhasiri nyingi. Usikia sana mambo ya salamu alaikum nyingi, hauna mazoezi hata kidogo. Sasa hapo ndio unageuka kuwa wewe ni mke, unapigwa, unaomba radhi, nisamehe mke wangu, unajua nilikosea. Wakati endo kukosea, nilikosea. Sasa ni bora kwamba liwe hilo, kuepusha kile kipigo kwa muda ule, ili baadaye utafute maamuzi ya kuondoka nyumba ile na kumwacha. Lakini wakati mwingine sasa unapigwa, alafu umeng'ang'ania, unaomba radhi tu wewe, matokeo yake sasa unakuwa unaongozwa kuna kwenda kuswali, huendi. Wako ndugu zangu, sisi ndo tunapokea mashtaka mengi. Kuna mtu anaambiwa hakuna kwenda kuswali, kuna mtu anaambiwa wewe kazi, wewe sitaki uvae kanzu, nitakuvaa suruali na shati, na anavaa. Mimi nishanitokea kabisa hilo, nikakutana na bwana mmoja, Sheikh, sasa nifanyeje? Kwa nini ufanye nini? Kwa nini? Katika maamuzi yetu ya kesi anasema mke wangu amenikataza kuvaa kanzu, anasema yeye hapendezewi, akiniona anaona kama mwanamke, eti kuvaa kanzu ni wanawake. Yani angalau shetani huo. Si unajua kama gauni na tunavaa tu. Mwanamke hata ikanzu anaweza kavaa na akapita, ama sivyo bwana? Mimi sipendezwi na gauni hilo, maana mimi na wewe kijiona naona kama tuko sawa. Sasa nifanyeje? Mimi nimeamua kuvaa suruali na shati. Nikamwambia kwa upande wa ibada zako na kwamba umevaa, lakini kwa upande wa itikadi yetu kama Waislamu, wewe umemtii mwanamke, wewe ni aswi. Hujafika kwenye shirki, lakini wewe ni aswi. Inafika mahali kama ungelifanya linalomuudhi Mungu katika wajibati, mambo ya wajibu ya Mwenyezi Mungu, wewe ungelikuwa mushriki. Lakini kwa kuwa ni kanzu tu, wewe ni aswi, kwa sababu unatii amri ya mwanamke. Hali ni hiyo. Sasa ndugu zangu, imepokelewa tena hadithi hapa na Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, dharaba imra'atahu, alimpiga mkewe, fa'adhala fi dhalik, akalaumiwa katika hilo. Fayuqalu, faqala, akasema, alijolaumiwa yeye akasema, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume rehma na amani za Mwenyezi Mungu zimwendee anasema, la yus'alu rajulu fima daraba ahlahu, mtu haulizwi kwa nini kampiga mkewe, haulizwi. Kwa hiyo mimi nilichokifanya ni maelekezo ya mtukufu wa daraja, kiongozi wetu. Kwa hiyo mwanamke anapigwa pigo lilokuwa jepesi la kumpa heshima yake, si kupigana magumi na kutaka kuuana mpaka mapanga wengine wanashikiana. Naam, sehemu ya 9 katika aya, fa in at'anakum, kama watakutiini. Wanawake wamekuwa wema, wameonyesha utii, heshima, nidhamu. Tarakun nushuza, wameacha tunaweza pamoja kwamba ndio tarakun nushuza, si tunaweza tukasema tarakna nushuza kwa dhamiri yao, kwamba wameacha ule uaswi. Fala tabghu alaihinna sabila, nyie wanaume msiwatafutie njia za kuwaleteni vurugu. Kuna wanawake shekhe wametulia sana, lakini balaa ni kwa wanaume. Mwanamke hana mambo ya hovyo, hana mambo ya zinaa, anaheshimu mumewe,
lakini mwanamme ndio anateka advantage hapo, anaona ndo kapatia kwa mwanamke aliyekuwa mpole wa kiwango hicho, mtiifu, anaanza kumwekea vimada, anakuja pale nyumbani anafoka tu mpaka akiwa anakaribia saa zake kuja, nyumba haina amani, na akifika pale salamu alaikum ni matusi, mambo mengi. Sasa anasema fala tabghu alayhinna, msiwatafutie njia, la tajnu alayhinna, msiwachumie madhambi, biqaulin, kwa maneno, kusema hovyo, au fi'lin, au vitendo, ukawa unatamka maneno ya hovyo. Wa hadha nuhiya an dhulmihinna, imekatazwa kuwadhulumu hao kina mama baada ya kuwa wenyewe wameeka ubora juu yao na wamemakinika kiadabu katika nyumba zao. Ili jambo ni baya sana kwa mwanaume mwenye tabia hiyo ya kutafuta sasa athari ya mwanamke kupata kubadilika baada ya utiifu. Yeye amekuwa mtii, wewe unamtengenezea mazingira ya kuwa muaswi. Naam. Jambo lingine ni ile aya inahitimisha, inna Allaha kana aliyan kabira, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa ni aliyan, ni mtukufu, kabira, na ni mkubwa. Isharatan, hii ni ishara ila alazwaj, kwa wanaume, yakhfidhu aljanah walin aljanib, bikhifdhi aljanahi walin aljanib, wahifadhi mbawa zao za udhalilifu na wawe laini katika hali zao zote. In kuntum taqdiruna alayhinna, ikiwa nyinyi mwaweza kuishi na hao wake zenu. Fatadhkuru qudrat Allah, mkumbuke uwezo wa Mwenyezi Mungu aliokupeni katika kuwalea wake zenu. Naam. Wa idha thabata hadha, hili likithibiti, fa'lam, basi jua, anna Allah azza wa jalla, haka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lam ya'mur fi shay'in min kitabihi bidharbi sarahan, hakuamrisha jambo lolote kupiga moja kwa moja wazi ndani ya Qur'ani, illa huna, isipokuwa mahala hapo kupiga kina mama bas. Wa fil hudud al'idham, na katika vile yale makosa yanayoitwa makosa ya jinai yenye haddi ambayo Allah ameyatamka, kama vile azania wazani fajlidu kula wahidi minhuma 100 jalda, kama wazinifu wale ambao hawajaoana wala hawajaoa, kupigwa mijeledi 100 kila mmoja. Lakini sehemu nyingine Allah hakuweka fimbo ila sehemu hii, fasawa ma'asiyatahunna biazwajihinna bima'asiyatil kibari, yakawa sawasawa maasi ya hawa wanawake kwa waume zao ni maasi makubwa, ni maasi makubwa, yani al-kabair. Wa waliyul azwaj dhalika duna al-a'imma, na wali, baba wa wale wa wanao, yani baba wa mke na baba wa mume, katika hili wao wana nafasi kubwa kabla hata ya maimamu, yani viongozi wa dini. Wao wana nafasi kubwa kusimamia jambo hili. Sisi hapa wote ndani ni wazazi. Yanapotokea majambo kama haya, magomvi haya ya mke na mume, tuchukue nafasi yetu kama wazazi. Sisi ndio aulia, ndio viongozi, ndio wasimamizi wa hawa wanandoa wawili. Mchukue mwanao mpe nasaha kama aya ambazo inafuatia, na wewe upande wa mwanaume mchukue kijana wako mpe nasaha. Nyinyi wawili kwanza, wazazi, kila mmoja acheze kwenye nafasi yake, atulize mzuka, ili hawa wawe katika jambo moja. Ndugu zangu, ndoa ni kitu cha kuengwaengwa sana. Ndoa tunaozesha watu wawili, kila mmoja anatoka kwenye malezi yake. Mimi mtoto wangu Sheikh Muhammad Mbega
na muozesha kijana, labda alikuwa anaishi Mwanza, kabila ya Kisukuma, na anakokaa huko alikuwa na malezi labda si ya madrasa, alikuwa ni malezi tu ya kusoma shule, na akawa ni kijana mashallah anaswali, lakini hakuanzia hayo mambo. Mimi wa kwangu labda amemfundisha madrasa, kaishi kwa shekhe. Sasa hawa watu mnawapa ridhaa ya kuishi pamoja, mnafunga mkataba ule, wanakwenda kuishi kwenye maisha, kila mmoja ana jinsi alivyolelewa. Sasa paka ili zile tabia zioane na ziwe na uwiano, pana kazi kubwa sana, na mwanaume ndiye anayeathiri. Ni mara chache sana mwanamke kumuathiri mwanaume ila kwenye maasi. Mfano, binti uliyemuoa ni binti wa kimji changu doa, anaijua dunia. Wewe ni tablighi yakhe, tuko zetu msikitini hapa na kilemba chako kikubwa, umekwenda kuingia katika nafasi hiyo, umekwenda kupata binti wa sampuli hiyo, umempenda na ikakupenda. Sasa hapa sasa katika nani amuathiri mwenziwe? Je, ni huyu binti kukupeleka wewe kwenye maasi, au ni wewe kumtia binti kwenye tablighi akawa naye anatoka siku 3 kama wewe? Katika eneo hili mara nyingi panahitajika taufiki ya Allah na dua nyingi, lakini wanaokuja kuharibikiwa ni wanaume. Utamkuta sasa hivi kilemba nakitoa na kitia pembeni, na kika pembeni, kanzu anavua, anaanza kuvaa suruali na shati. Lakini kama binti ni mcha Mungu, ni mtu aliyepita katika madrasa akahifadhi Qur'ani, akampata mwanaume mvuta bangi aswi, ni rahisi sana binti huyu kwa nguvu ya Qur'ani na hidayah Allah aliyompa kumuathiri huyu mwanaume, kumtia katika taa. Pamoja na kwamba kuna uwezekano pia nguvu yake ikawa kubwa kwa kuwa mwanaume ndio msimamizi, akamuathiri binti yako. Na mara nyingi athari ya binti yako wewe inakuwa ni ile anafanya ibada, anapata kipigo mbavu. Wewe unaswali, mjua Mungu, wewe anapigwa. Kama kwa tushawaona walevi wanaishi na mabinti zetu waliokuwa wacha Mungu, kinachowatokezea ni kupigwa na kukosewa adabu. Mtu anaswali anasukumwa kule, mtu anaswali anaondolewa ule mkeka mswala ule. Haya twayaona katika majumba. Nyumba ina baba mlevi, ina kijana mlevi, na mwanamke ni taqiya, mcha Mungu, taia, mwenye kutii, qanita, anasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mambo yake. Naam. Kwa hiyo ndoa, vijana wetu wameita ndoa ndoano. Ndoano nadhani ni ile unayoingiza katika maji, ima bahari au mto, ili umpate samaki. Akishaimeza imkae hasa, lazima umtoe, ndio kanuni yake. Sasa ikifika mahala binti yako kanogewa, ndio ndoano hiyo. Mnaweza mkataka kuivunja ndoa, lakini binti hakubali. Maasi yanofanyika si ya kawaida. Mnakaa vikao vya kifamilia, hali iliyofikia mwenetu, ndoa hii mume huyu hakufali kwa kuwa ni ndoano. Akisema bwana, mimi mwacha nipige anywe pombe lakini sitoki, basi nyie hamna jinsi. Ndio ile wakaita ndoa ndoano. Lakini ndoa kwa misingi ya dini, hakuna maisha mazuri, maisha yenye faraja, maisha yenye utulivu, maisha yenye matumaini kama maisha ya ndoa. Allah anasema min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kuna kudalili za uwepo wake Allah ni kule kukuumbieni kunako nyie wenyewe. Baki mama yetu ametokana na baba yetu Adam, azwajan, wake zenu. Akalita lamu ta'lil,
sababu ya kule kuumbwa wake zetu, litaskunu ilaiha, ili mioyo yenu itulie kwao, ili mtulize mizuka yenu pale. Mwanamke anatuliza kuliko yoyote kunako wanadamu. Mama hafikii, dada yako hafikii, wala baba yako, wala nani. Jinsia ya kike ndo hakuna hata mmoja anayeweza kutuliza mwanaume akatulia kwenye misukosuko, ni mke. Ukipata dharba yoyote, ukirudi nyumbani ukamkuta mkeo anajitambua, wallahi anapoa. Hata kama ulipata makofi kwenye nyumba ya ibada huko, watu walikuona wewe una dokwa pesa za watu za msikiti, umekosa makofi huko, umetoka mbio, anayeweza kuutuliza wahaka huo uliokupata msikitini basi ni mke. Jambo dogo tu, mwanamke humtoa nyoka pangoni bwana. Akikuweka kwenye mapaja akakushika, pole mume wangu, achana nao hao. Kwanza msikiti si ya kwao, ya Mwenyezi Mungu. Iko siku tarudi tu mume wangu, tarudi tu, au Mwenyezi Mungu atakupa msikiti mwingine mume wangu. Tulia hapo. Watulia kweli shekhi. Kama una ndevu kisha ushikwa ndevu, hadithi zimekwisha. Ukiwa hauna utashikwa nywele, hadithi zimekwisha. Haya alikuwa Mtume Muhammad akilala kwenye mapaja ya Bi Aisha radhiyallahu anha. Mtume ni mtu mzima, yule Aisha ni binti mdogo sana, kamuoa na umri wa miaka 9, na kuna riwaya miaka 7. Lakini Mtume alikuwa akifika mahala akiwa na maswaibu yake kama mwanadamu. Kuna wakati wa binadamu alikuwa analala katika mapaja ya Bi Aisha. Mwanamke shekhe, kitulizo. Sasa leo wanawake hawa maninja hawa yamekukuta huko, nafika na kwamba tena koma tena, walikukosea, wangekutoa kichwa wewe, pana shughuli hapo. Tena walikosea kweli kweli. Tena mimi, wewe sikiliza, mimi nitakwenda kuwaambia maovu yako. Yako majanajike anakuja mpaka kwenye maadui. Adui yako anakwenda kumpa habari, udhaifu wa mume wangu ni 1 2 3. Unadhalilishwa wewe kwa taarifa za mkeo, kazitoa ndani, anazipeleka kwa maadui zako. Si balaa hilo? Sasa ukiona hali imefikia hiyo, huna mke. Ikifika mahala kwamba anatoa ya ndani anapeleka nje, kwamba aibu za mume wangu ni 1 2 3, umeishiwa wewe. Kwa hiyo tuliangalie sana eneo hili kwa pande zote mbili. Mwanaume lazima uwe na nidhamu kama nilizungumza kwa mkeo, na umheshimu, na akikutii ongeza heshima zaidi. Lakini vivyo mwanamke lazima aangalie nafasi yake. Na mwisho tukimalizia mlango wetu huu ambao leo itakuwa ndio mwisho wake, anasema Ibn al-Mundhir, ittafaqa ahlu al-ilmi, watu wenye ilmu wamekubaliana, ala ujubi nafaqati zaujati, juu ya uwajibu wa matumizi ya wake zetu wapewe matumizi kutoka kwetu, ni wajibu. Suala la kutoka nyumbani kuna mpango wote wa familia ni katika maovu makubwa, na wewe si mume, wewe umeshindwa majukumu yako. Mwanaume anataka apambane kuhakikisha familia inaishi. Sio kazi ya mwanamke hii ni kazi yako wewe. Ikitokea mwanamke kujielewa, kujitambua, na akawa Allah kamruzuku, ataifanya kama msaada kutoka kwake kuja kwako, lakini haimhusu shughuli hiyo. Kuna wengine
mabaradhuli anatoka tu, alafu anamwambia nikute chakula. Mwanamke anafanya juhudi, anakwenda kulima, anafanya hivi, anauza, anatembea mchana na nyanya, anabeba viazi mchana kutwa, karanga anauza, ili bwana huyu bwana mkubwa tena akija na tena kachukia chakula kiko wapi. Yaani yule anatembea na jasho lote lile na juhudi yote anaifanya ile, alafu akipata shilingi 2,000 3,000 ampikie bwana mkubwa, anatoka tena kachukia sana. Mbona kimechelewa leo? Kuna watu baradhuli humu, ndio nikasema ndoano. Na huyu mwanamke wakati mwingine kuna mambo anayoyapata kwa mumewe, labda mambo ya kiunyumba, sasa yanamfanya ile ndoa anaona ngoja nivumilie. Na huyu jamaa akishaona huyu ameshaathirika na mimi, ndio anazidi kumfanyia visa. Mtoto wa kike anahangaika mchana kutwa, mwanaume yupo. Kwa hiyo niseme tu kwamba kazi hii ni ya wanaume, ala azwajihinna, kwa wake zao, idha kanu jami'an, ikiwa wote, balighaini, wamefika katika hali ya kustarehe na kwamba wao wamependana na maisha yanaendelea, wanatakiwa wasaidiane. Hivyo ni waombe ndugu zangu wana darsa, haya ndio yazungumza, mengine nimeyarejea katika darasa letu lililopita, kwa kuwa tulikuwa tumeishia katika eneo hilo. Tumepata mambo mangapi ya kumwadabisha mke? Manne. Kwanza, fa'idhuhunna mau'idha, wahjuruhunna, tumuhame. La pili hilo, wadhribuhunna, alafu wapigwe. Kama wataleta utii, hakuna haja ya kipigo. La tano tutalisoma kesho, ambalo hakamain, wale waamuzi wawili, jambo la tano hilo, ambalo la nne sawa la nne tulisoma kesho, Allah kutujalia. Kwa kesho tutakuja kuwaona wahakamani, waamuzi wawili ni waamuzi gani na wana majukumu gani katika kusuluhisha ndoa za mke na mume. Hivyo ndugu zangu, ni washukuru kwa kunisikiliza na niwape nafasi ya kuuliza ili tuweze kustafidi katika hili na hata na yale madarasa yaliyopita ya nyuma kwa faida. Kama kutakuwa kuna maswali, karibuni sana tuweze kuyajibu, lakini kabla lazima